Hiki ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Israeli na Marekani. Na kwanza kabisa nikwambie, baraza la wanazuoni wataalamu nchini Iran limemchagua Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kwa kiongozi muadhamu mpya wa mapinduzi ya Kiislamu. Na kwenye taarifa iliyotolewa Jumapili tarehe 8 Machi 2026, baraza hilo limetoa rambirambi kufuatia kuwa washahidi Imam Khamenei pamoja na mashahidi wengine waliouawa kwenye shambulizi la Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli tarehe 28 Februari 2026. Aidha, baraza hilo limelaani vikali kwa nguvu zote uvamizi huo wa kinyama wa Marekani, muhalifu pamoja na utawala wa kizayuni. Taarifa hiyo imeeleza kuwa mara tu baada ya shahada ya Imam Khamenei, licha ya kuwepo kwa hali ya vita na vitisho vya moja kwa moja kutoka kwa maadui, baraza la wanazuoni wataalamu halikupoteza muda katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba, bali lilianza mara moja mchakato wa kumchagua na kumtangaza kiongozi mpya. Iliongeza kuwa baada ya uchunguzi makini na tathmini pana na kwa kuzingatia wajibu wake wa kidini, baraza hilo kwenye kikao chake cha Jumapili lilimchagua na kumtangaza Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kwa kiongozi wa tatu wa mapinduzi ya Kiislamu. Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli walianzisha mashambulizi dhidi ya Iran kuanzia asubuhi ya Jumamosi tarehe 28 Februari. Na kwa kujibu uchokozi huo wa Marekani, Israeli uliosababisha shahada Imam Said al-Khamenei pamoja na makamanda kadhaa waandamizi wa kijeshi na mamia ya raia wakiwemo watoto, Iran ilianzisha operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 ikiteketeza mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya Israeli na kambi za kijeshi za Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi. Vile vyombo vya habari duniani vimeakisi kwa mapana na marefu kuchaguliwa Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Na huyu unaambiwa kwenye vipigo ambavyo Marekani na Israeli wamepokea, basi mtoto huyu wa Khamenei alikuwepo nyuma ya vipigo hivyo, wakati huo alikuwa anakaimu tu kwa muda kabla ya kupitishwa rasmi. Na nikwambie, jarida la Uingereza la The Economist limeandika wa Iran hawakuathiriwa na takwa la Trump la kushirikishwa katika kumchagua kiongozi wa baadaye au wito wake wa kujisalimisha bila masharti. Televisheni ya Al Jazeera Katari, wao wameripoti kwenye chaneli yao ya Telegram kwamba umati mkubwa mjini Teheran umeelezea furaha yao kufuatia kuchaguliwa kwa Ayatollah Mojtaba Khamenei kama kiongozi wa tatu wa mapinduzi na Jamhuri ya Kiislamu. Gazeti la Russia Today pia limechapisha filamu kutoka mitaa ya Teherani likiandika kwamba sauti ya Allah Akbar zimesikika sambamba na tangazo la kuchaguliwa Ayatollah Mojtaba Khamenei kama kiongozi mpya wa Iran. Gazeti la The New York Times limeakisi habari hiyo kwa kichwa cha habari, mwana wa Ayatollah Khamenei ndiye kiongozi mpya wa Iran. Televisheni ya Saudi Arabia ya Al Hadath imeripoti kuchaguliwa kwa Ayatollah Said Mojtaba Hussein Khamenei kama kiongozi mkuu wa tatu wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na kuakisi taarifa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya kuiunga mkono uongozi wake. Imeandika kwamba IRGC na makamanda wa vikosi vya majeshi ya Iran wametangaza utayarifu wao wa kumtii kiongozi mpya. Shirika la habari la Bloomberg pia limeandika kwamba Iran imemchagua mwana wa Ayatollah Khamenei kama kiongozi wake mpya. Gazeti la New York Times pia limeandika kwenye kichwa cha habari, mwana wa Ayatollah Khamenei ndiye kiongozi mpya wa Iran. Kwa upande wake, jarida la Wall Street limesema kuchaguliwa Said Mojtaba Khamenei kama kiongozi mpya wa Iran kunaonyesha kushindwa juhudi za Trump za kupigisha magoti Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa hayo yote yanaendelea kuzungumzwa na zipo taarifa zinaelezwa kwamba Israeli imeapa pia kumwangamiza kiongozi huyo na mengineyo mengi. Nini hasa kitajiri? Tutaendelea kujuzana zaidi. Sasa Washington Post, hili ni gazeti, limesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na upande mweusi wa vita na Iran. Majeneza yameanza kuwasili, so yale ya wanajeshi 4 tu walioeleza usita tu, bali majeneza yameanza kuwasili. Gazeti hilo limetaja shughuli ya kupokea miili ya wanajeshi 6 wa Marekani waliouawa kwenye operesheni kali ya Iran kuwa ni ishara kwamba vita vinamwendea vibaya rais wa nchi hiyo. Katika shughuli hiyo iliyofanyika Jumamosi kwenye kituo cha jeshi la anga cha Dover huko Delaware, rais wa Marekani Donald Trump alikutana na familia za wanajeshi 6 wa akiba wa jeshi la Marekani waliouawa kwenye shambulio la ndege zisizo na rubani za Iran kwenye kambi yao huko Kuwait. Gazeti la Marekani The Washington Post limetaja shughuli hiyo ya kupokea miili ya wanajeshi 6 wa Marekani waliouawa kwenye operesheni ya Iran kuwa ni ishara kwamba vita vinamwendea vibaya Donald Trump, na limetoa tahadhari kuhusu mwenendo unaoendelea wa wanajeshi wa Marekani kuuawa na Washington kujikuta kwenye dimbwi jingine la vita huko Asia Magharibi.
Gazeti la Washington Post limeandika kwenye makala yenye kichwa cha habari, kurudi kwa miili ya Wamarekani waliouawa kwenye vita vya Iran ni ishara ya Trump kukabiliana na upande mbaya wa vita. Huu ni ukurasa wa kwanza wa vita vinavyozidi kuongezeka ambavyo vinapindua meza kwa watu wa Marekani na urais wa Trump bado haijabainika matokeo ya vita hivi yatakuwaje. Gazeti hilo limeongeza msimamo kutangatanga ya Trump. Mwenendo wa operation dhidi ya Iran inaonyesha kwamba yeye mwenyewe hana uhakika wa matokeo ya vita hivi. Akiwa amesimama karibu na ndege ya usafirishaji ya kijeshi, Trump alitoa heshima kwa majeneza yaliyofunikwa bendera ya Marekani ya wanajeshi 6 waliouawa na Iran na kusema, nachukia kufanya hivi lakini ni sehemu ya vita. Hata hivyo, waangalizi wengi wanasema tukio hilo lilikuwa ni ukumbusho wa upande mweusi wa vita vya kiongozi huyo dhidi ya Iran. Marekani na vyombo vya habari vya nchi hiyo vinajizuia kutangaza idadi halisi ya wanajeshi waliouawa katika mashambulizi ya Iran, lakini baadhi ya duru huru zinasema hadi sasa mamia ya wanajeshi wa Marekani wameuawa kwenye vita hivyo. Sasa wachambuzi wengi na wabunge wa Marekani wanaonya kwamba ikiwa mkondo wa sasa utaendelea, huu unaweza kuwa mwanzo wa kurudi kwa majeneza mengi ya wanajeshi wa Marekani. Vilevile, baraza la ujasusi la Marekani limesema kwenye tathmini yake ya siri kwamba ni muhali kubadilisha mfumo uliokita mizizi wa kisiasa na kiusalama nchini Iran, hata kwa kutumia mashambulizi makali ya kijeshi yanayoendelea ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Gazeti la Washington Post limenukuu maafisa wenye ufahamu juu ya swala hilo wakikiri kuwa mfumo wa uongozi wa Iran ni imara na madhubuti kiasi kwamba hauwezi kutetereshwa na hata mashinikizo makubwa ya kijeshi. Ripoti hiyo ya tathmini ya baraza la ujasusi la Marekani inaacha maswali mengine yasiyo na majibu kuhusu strategia iliyotumiwa na Rais Donald Trump, ambaye amekuwa akikariri mara kwa mara kuwa anataka kusafisha mfumo wa uongozi wa Iran. Wachambuzi wa mambo wamesema kwenye ripoti hiyo kuwa hata baada ya kuwa washahidi kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei, mfumo wa uongozi nchini Iran utaendelea kufanya kazi kupitia mihimili thabiti ya utawala iliyopo, ambapo kumbuka Rais Pezeshkian na Ayatollah Said Mujtaba Khamenei walikuwa wanaendelea kuongoza taifa hilo. Vilevile, Urusi imewasilisha rasimu ya azimio kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ikitaka kukomeshwa vita kwenye eneo la Asia Magharibi. Vyanzo vya kidiplomasia vimetangaza kuwa Russia imewasilisha rasimu ya azimio katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa likizitaka pande zote kusitisha mzozo huo na kurudi kwenye meza mazungumzo. Rasimu iliyopendekezwa na Russia inasema kwamba Baraza la Usalama linahimiza vikali pande zote husika kurudi kwenye mazungumzo bila kuchelewa na kutumia kikamilifu nyenzo za kisiasa na kidiplomasia. Rasimu hiyo imeongeza kuwa Baraza la Usalama linasisitiza tena madhumuni na kanuni za hati ya Umoja Mataifa, likikumbuka kifungu cha pili kifungu kidogo cha 4 cha hati ya Umoja Mataifa ambacho kinakataza matumizi ya nguvu dhidi ya ardhi au uhuru wa kisiasa wa nchi yoyote. Rasimu hiyo iliyotayarishwa Russia inasisitiza kwamba Baraza la Usalama linalaani kwa lugha kali mashambulizi yote dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia. Linatoa wito wa kulindwa kwao na linasisitiza tena wajibu wa pande zote wa kuheshimu sheria ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria za kimataifa za binadamu. Sehemu nyingine ya rasimu ya azimio la Baraza la Usalama iliyopendekezwa na Russia inasema kwamba Baraza la Usalama linasisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama wa nchi zote katika eneo la Asia Magharibi na zaidi ya eneo hilo. Vilevile, Meja Jenerali Ali Abdullahi amesema majeshi ya ulinzi ya Iran yamejitayarisha kikamilifu kuendeleza mapambano dhidi ya adui na kwamba adui atapata jibu la makosa yake uwanjani na kwenye medani ya vita. Meja Jenerali Ali Abdullahi, kamanda wa makao makuu ya jeshi la Khatam al-Anbiya, amesema adui Marekani na Mzayuni amekuwa akifanya makosa kila mara, na tumesema mara kwa mara kwamba tutamjibu adui uwanjani. Tunatumai kwamba leo wameelewa kwamba sisi si watu wa kutoa kauli mbiu tupu na ni wanaume wa uwanjani. Meja Jenerali Abdullahi ameongeza, silaha zetu ni za kisasa zaidi kuliko hapo awali, zina ustahimilivu wa hali ya juu, usahihi na uwezo mkubwa, na tunatumia uzoefu wa vita vya zamani kuwa uwezo wa uendeshaji wa vita vya sasa. Adui sasa anaona athari za nguvu hiyo uwanjani. Amesema adui amedai mara kwa mara kwamba anazo takwimu za makombora yetu, lakini tunasema yahesabuni kwenye uwanja wa vita ili mjue kwamba hamjui chochote kuhusu uwezo wetu. Kamanda wa makao makuu ya jeshi la Khatam al-Anbiya ameongeza, vikosi vyote vya jeshi vipo uwanjani vikiwa na ari na motisha ya juu ya kulipiza kisasi kwa damu ya mashahidi, hasa damu safi ya makamanda na mashahidi wapendwa, na vitaendelea na vita hadi adui atakapojuta. Na nikwambie, kwenye siku ya 9 uchokozi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu
Alfajiri imetangaza kutekelezwa kwa mawimbi mapya ya operesheni ya kulipiza kisasi, ahadi ya kweli ya 4. Na kwa mujibu wa msemaji wa makao makuu ya kamanda ya majeshi ya Iran, Hatam al-Anbiya, kwenye operesheni hiyo ya pamoja, malengo mbalimbali kuanzia kaskazini hadi kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu Israeli yalilengwa na kupigwa kwa usahihi kwa kutumia makombora aina ya Hebar, Shahan, Emadi na Kadri yenye vichwa vingi vya vilipuzi. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu lilitangaza pia shambulio la kombora dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al-Jufair, ikielezwa kuwa ni jibu kwa shambulio lililofanywa dhidi ya kituo cha kusafisha maji cha Keshmi. Viongozi wa juu wa Jamhuri ya Kiislamu wamesisitiza kwamba mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kuwa ya kudumu na yataendelea hadi wavamizi watakapoadhibiwa kikamilifu. Nini hasa kitakachoendelea kujiri? Tutaendelea kujuzana moja kwa moja. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Asante.